Rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi ameingilia kati mtafaruku mkubwa wa kisiasa unaoendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akiwaonya wanaharakati na wapenda demokrasia nchini kuacha mara moja propaganda za kumchafua makamu mwenyekiti wa chama hicho bara, Mheshimiwa John Wegesa Heche na viongozi wengine wakuu. Katika mfululizo wa maandiko yake kwenye mitandao ya kijamii ndani ya saa 24 zilizopita, Mwabukusi amebainisha kuwa Chadema ni uwekezaji wa miaka 30 wa jasho la Watanzania, na kwamba kampeni za sasa za kuwagawa viongozi wake kwa kauli za jumla na mihemko zitalirudisha nyuma taifa kidemokrasia kwa miongo minne ijayo. Na nukuu, kudharau na kuchochea mgawanyiko ndani ya Chadema kukifanikiwa kwa kuwagawa viongozi wao kwa kukosa staha na kuyumbisha mwelekeo wake kisiasa, tutahitaji miaka mingine 45 kupata taasisi imara kama Chadema. Chadema hapo ilipo ni uwekezaji wa takriban miaka 30, ameeleza wakili msomi Boniface Mwabukusi, mwisho wa kumnukuu. Kauli ya wakili msomi Boniface Mwabukusi na rais wa TLS inakuja kutokana na wiki moja ya sintofahamu iliyoibuka baada ya vikao vya kamati kuu ya Chadema vilivyoketi mkoani Kigoma Juni 30 mwaka wa 2026, ambapo kulienea tuhuma nzito za ufisadi wa mamilioni ya fedha, mamilioni ya michango ya chama dhidi ya John Heche. Tuhuma ambazo upande wa pili unadai ni mkakati wa kisiasa uliolipiwa ili kumshinikiza John Heche aingie kwenye maridhiano na serikali na kusaliti msimamo wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ambaye bado yuko kizuizini. Mwabukusi amewataka wanachadema mitaani na mitandaoni kuheshimu taratibu za kiofisi za chama hicho kikongwe cha upinzani na kuacha kukiyumbisha kwa mashinikizo ya nje. Aidha, Mwabukusi amekemea vikali tabia ya wanaharakati wa mtandaoni kushambulia viongozi waandamizi kama Godbless Lema na Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu kwa hisia au kusikiliza upande mmoja wa hadithi. Naendelea kunukuu, ni jambo baya kabisa kubeza nafasi na mchango wa Godbless Jonathan Lema au Joseph Mbilinyi Sugu, kuwashutumu kwa kauli za jumla hadharani. Hii ni kushambulia demokrasia ya upinzani na maendeleo ya demokrasia ya mageuzi. Kama kuna kisa, unashindwaje kuwasiliana nao kujua ukweli? Mwabukusi amehoji, mwisho wa kunukuu. Mnyukano huu wa maneno unakuja katikati ya propaganda nzito ambapo kada wa Chadema Lembrus Mchome na makundi ya watu mtandaoni walimshutumu John Wegesa Heche kuficha michango ya chama na kushirikiana na wafanyabiashara wakubwa wa sekta binafsi kuvuruga mfumo wa uingizaji mafuta nchini. Hata hivyo, taarifa kutoka wandani wa chama hicho zinasema madai yote hayo ni propaganda. Tamko hilo la wakili msomi Boniface Mwabukusi limekuja muda mchache baada ya kudaiwa kuwa kuna misuguano ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, huku viongozi wa Chadema wanaotuhumiwa akiwemo Godbless Lema wameomba kusubiri tamko rasmi la kamati kuu ya chama ambalo litatoka hivi karibuni. Lakini mwanasheria mkuu wa chama hicho cha Chadema Dr. Rugemeleza Nshala, yeye amesema chama kiko imara na wala hakina changamoto yoyote, na kuwataka watu waache kukivuruga chama ama kukichafua, huku akisisitiza kwamba wasubiri maamuzi yatakayotolewa na maamuzi rasmi yatakayotolewa na kamati kuu ya chama hicho cha Chadema. Sasa masaa 6 yaliyopita, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoa wa Morogoro kimeitaka mamlaka ya chama hicho kuchukua hatua ya kufanya uchaguzi wa kina juu ya tuhuma za kifedha
zinazomkabili makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Wegesa Heche na kutoa majibu rasmi ili kuondoa sintofahamu miongoni mwa wanachama na wananchi wa Tanzania. Akizungumza na wanahabari usiku wa kuamkia leo Alhamis Julai 9 mwaka huu wa 2026, katibu wa Chadema mkoani humo Barnabas Okola ameeleza kuwa viongozi wa Chadema ni binadamu na sio malaika, na hivyo wanapaswa kuongozwa na kanuni na taratibu za chama, na kwamba ikiwa tuhuma hizo ni nzito ingekuwa vyema hata makamu mwenyekiti akajivua nafasi yake kwa muda ili ukweli ubainike. Okola amebainisha kuwa uvumi kwenye mitandao ya kijamii ambao umekuwa ukidai kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema amekuwa akipokea michango ya tone kutoka kwa wadau, lakini haifikishi kwenye chama, si wa afya kwa chama, akisisitiza kuwa jambo hilo ni lazima lizungumzwe na kutolewa ufafanuzi, kwa sababu lisiposemewa linaweza kuonekana kuwa ni ukweli. Lakini awali ya yote, mwanaharakati Mange Kimambi alidai kuwa kuna mchanganyiko unaoendelea ndani ya Chadema, akieleza kuwa baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho wamekubali kushawishiwa kuingia kwenye maridhiano, hali ambayo imewaacha makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu wakiwa katika shinikizo kubwa. Mange Kimambi ametoa kauli hizo kupitia video aliyochapisha kwenye akaunti yake rasmi ya mtandao wa X, zamani kama Twitter. Kwa mujibu wa Mange, ameeleza kuwa Tundu Lissu amesimama kidete kupinga maridhiano, akidai ameeleza kuwa yuko tayari kukabiliana na matokeo yoyote kuliko kukubaliana nayo. Aidha, amedai kuwa kwa kuwa Tundu Lissu yuko mahabusu hana uwezo wa kusimamia harakati za kila siku za chama, hivyo John Heche ndiye aliyebeba mzigo mkubwa wa kupinga maridhiano, jambo ambalo kwa madai ya Mange limewafanya baadhi ya watu ndani ya Chadema kutafuta njia za kumdhoofisha ili kumpisha kiongozi atakayekubaliana na ajenda hiyo. Mange pia alimhusisha mbunge wa zamani wa Mbeya Joseph Mbilinyi maarufu Sugu, akidai kuwa amekuwa akizua migogoro ndani ya chama, ikiwemo kupinga kurejea kwa aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Mchungaji Peter Msigwa kutokana na tofauti zao za muda mrefu. Mange alidai pia kuwa Sugu hakushiriki katika mikutano ya kampeni ya Free Tundu Lissu iliyofanyika kanda yake, yani kanda ya Nyasa, ilihari yeye ndo mwenyekiti wa kanda hiyo, jambo alilodai linaonesha kuwepo kwa mpasuko wa ndani unaoendelea kukikumba chama hicho. Aidha, Mange alirejea kauli za aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Kaskazini Godbless Lema, aliyedai kuwa Heche anaonesha ego baada ya kukabidhiwa majukumu ya kuongoza chama wakati Lissu akiwa mahabusu. Kwa mujibu wa Mange, kauli ya misuguano ya aina hiyo inaonesha kuwepo kwa wivu wa kisiasa ndani ya chama, akidai hata kutoshiriki kwa baadhi ya viongozi katika mazishi ya dereva wa Heche kulitokana na tofauti hizo. Akihitimisha, Mange Kimambi aliwataka Watanzania kumuunga mkono John Heche na Lissu, akidai ndio viongozi waliobaki wakisimamia msimamo wa kupinga maridhiano. Watanzania, tokeni mkawapiganie John Heche na Tundu Lissu. Kama wengine wanataka maridhiano, waende ACT au Chauma. Kama John Heche amekula hela, hizo ni pesa zetu, nyie mnaumia nini? Alisema Mange Kimambi katika video hiyo.